Bwana Yesu asifiwe. Niukaribishe katika mwendelezo wa masomo yetu haya ambayo yamekuwa yakitubariki kila wakati popote pale tulipo. Wewe na imani ya kwamba yamekuwa yakikubariki katika mwendelezo wa masomo yetu, tukiwa tuna mada kuu inayosema ahadi na maombi. Na tumekuwa tukijifunza vitu vingi ambavyo napaswa kuvifanyia kazi mimi au napaswa wewe pia kuvifanyia kazi wewe. Hivyo basi katika wiki hii tunayo mada inayozungumza lishe ya tumaini katika ahadi. Lishe ya tumaini katika ahadi ndio mada ambayo tunaiangalia katika wiki hii. Nafahamu mtu wa Mungu, kuna lishe za namna nyingi katika dunia hii. Kuna lishe mtu analisha kwa ajili ya mifugo yake, kuna lishe kwa ajili ya afya yake kimwili, na kuna lishe kamili ya kiroho. Hivyo basi hapa tunaangalia lishe ya matumaini. Na lishe ya matumaini hii natamani kila mmoja wetu apate kuielewa ya kwamba hii lishe atakapoipata, jinsi gani atakuwa na matumaini katika dunia hii iliyochanganyikiwa. Katika dunia hii ambapo leo matumaini kimekuwa ni kitu adimu sana. Matumaini hata katika sehemu ambazo tunafanya kazi ni kitu adimu sana. Matumaini katika familia ni kitu adimu sana. Matumaini kwa wanafunzi ni kitu adimu sana. Matumaini kwa ndoa ni kitu adimu sana. Sasa hapa tutajifunza lishe ya matumaini ni ipi. Hata kama nipo katikati ya maumivu, lakini napaswa kuwa na matumaini. Hata kama nipo katikati ya machungu, napaswa kuwa na matumaini. Hata kama nipo katikati ya kutokuona njia, napaswa kuwa na matumaini. Na matumaini haya yanajikita katika kudai ahadi za Mungu. Na katika kudai ahadi za Mungu hapa tunaangalia zaidi lishe hii ya matumaini. Ni lishe muhimu sana. Leo nizungumze hiki ambacho natamani uondoke nacho. Ndicho ambacho natamani nizungumze wakati huu. Kitu muhimu sana katika dunia hii. Chagua kuwa na matumaini katika nyakati zako zote. Haijalishi unaona ni giza kule mbele, lakini leo nakupendekezea kwamba chagua kuwa na matumaini katika yote ambayo unayapitia. Hata kama unaona kwamba ni giza tu hapa, hata kama unaona kwamba hakuna njia, lakini leo nakupendekezea chagua kuwa na matumaini hata katikati ya magumu ambayo unayapitia. Sikiliza, wote ambao wametoa matumaini katika jambo ambao wanalifanya, moja kwa moja wamekata tamaa. Matokeo ya kukata tamaa ni kutokuwa na matumaini kwa jambo ambalo unalifanya. Matokeo ya kukata tamaa. Yaani wewe ukikata tamaa katika biashara yako unayoifanya, maana yake hautawaza kwamba kuna siku utapata faida. Maana yake utawaza tu kwamba mimi hapa haitawezekana. Utawaza mawazo ya hasi tu, kwamba mimi biashara hii sitatokeza, kwamba mimi sitaolewa. Kweli binti, utaishi hivyo hivyo. Kwamba mimi sitatoboa, kwamba mimi sitapata kazi, utaishi hivyo hivyo tu, au utapata kazi kweli. Nikupendekezee leo kwamba mimi sitafika mbinguni, nina dhambi nyingi mno. Mtu wa Mungu, utaishia hivyo hivyo kuzungumza una dhambi nyingi mno, na hautafika sehemu yoyote ile. Na hata wagonjwa wengi ambao wamefariki leo, nikumbushe hili, ni kwa sababu wamekosa matumaini. Baada ya kuona kwamba anapimwa kule hospitalini, anaelezwa kwamba hautapona, matumaini anatoa ndani ya moyo, anaona tu ya kwamba mimi nimekuwa hivi, sitapona. Katika siku ya leo nikupendekezee hilo. Chagua kuwa na matumaini, ni salama zaidi. Chagua kuwa na matumaini hata katikati ya magumu. Kuna njia ambayo Mungu ataitengeneza ambapo wewe hautaweza kuiona. Narudia tena, kuna njia ambayo Mungu huwa anatengeneza ambapo mimi na wewe hatutaona. Utaiona njia hiyo. Hiyo ndio imani.